Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa soko hilo, Amiri Mpinda, wakati wa mkutano wa baraza la biashara la mkoa wa Mbeya uliofanyika katika ofisi ya mkuu wa mkoa. Amesema hali ya vyoo vya sasa hairidhishi na imekuwa chanzo cha usumbufu na hatari ya mlipuko wa magonjwa. Tundu la choo upande wa wanaume liko moja, kwa wanawake yako mawili. Na hili tulijaribu kuomba, sio kusema kama tunashtakia, hapana. Tuliambiwa lile soko litajengwa kwa muda mfupi na tutarudi kule juu, hatutakuwa tena wakazi wa kule chini. Lakini ukifika muda fulani pale utakuta watu wazima wanavyotia huruma kufunga foleni kuingia kujisaidia. Naomba nikukumbushe kwamba wakati wanafanya utafiti wa vyoo kama umekamilika, wasisahau miundombinu kwa watu wenye ulemavu. Vyoo si rafiki sana sehemu mbalimbali ambazo tunaingia, watu wenye ulemavu wanapata shida sana. Tukumbuke kwamba kila mtu hapa ni mlemavu mtarajiwa. Kwa hiyo hata wewe unayejenga hoteli vyovyote utakapokuwa, mwisho wa siku utahitaji usaidizi. Hiyo moja. Lakini la pili ni watu wa TANROADS kama uwepo wangeweza kusaidia. Wanajenga barabara vizuri, tunawashukuru sana, lakini kujenga temporary watu waweze kupita, watu wenye ulemavu tunapata shida. Wanachimba sasa kiasi kwamba hata unataka kwenda hapa unazunguka, unatumia muda mrefu sana. Akijibu hoja hiyo, afisa biashara wa halmashauri ya jiji la Mbeya, Godfrey Mlula, amesema tayari serikali imeshachukua hatua, ikiwemo kumpa maelekezo mkandarasi atakayeshughulikia uboreshaji wa vyoo hivyo. Katika mazingira hayo, choo katika lile eneo kiukweli tuliweka vyoo vitatu. Lakini baada ya soko kutokana na tension kubwa, baada ya soko kufunguliwa, kikaonekana kwamba panatakiwa kuongezwa choo kingine upande wa kiume. Na kiukweli hilo halmashauri ya jiji ilichukua huo ushauri, na injinia alielekezwa aende kujenga kile choo. Naomba nilichukue mheshimiwa. Liko ndani ya jiji, ni jambo dogo sana. Ni kweli mheshimiwa. Kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.